Umetumia gharama nyingi sana, na huku jambo hilo mngeweza kujadiliana, mkakubaliana, mkayamaliza nje ya mahakama, alafu mkasajili jambo lenu. Kwa hiyo ikishindikana ndo inarudi kwa ajili ya final PTC. Tunasema unarudi mahakamani kwa ajili ya watu kuleta ushahidi na nyaraka mbalimbali. Huo ni kwenye mfumo wa mahakama. Lakini huku kwingine unapoenda kwa mwenyekiti wa mtaa, manake mwenyekiti wa mtaa anatakiwa amuite huyu ambaye mnadaiana naye, mjadiliane, muone kama mnaweza mkayamaliza. Na mambo mengi hata mahakama imeelekeza, kimfano masuala ya madai ya ardhi, masuala ya madai ya talaka mahakamani, sheria imeelekeza kabisa kuwa hautaenda mahakamani mpaka huo umeanzia kwenye baraza la usuluhishi la kata. Kwa masuala ya ndoa unaanza kwenye baraza la usuluhishi la kata. Unapeleka lalamiko lako, baraza linamuita mwenzako, mnajadiliana, ikishindikana ndo wanatoa fomu ya kwamba mmeshindwa kuyamaliza, alafu hiyo fomu ndo utaitumia mahakamani, sasa mahakama ya mwanzo kwa ajili ya kutoa talaka. Na kwa kawaida tunajua masuala hayo usipoanzia kwenye baraza la usuluhishi la kata, mahakama haiwezi kutoa talaka yoyote, na ikitokea mahakama imepokea japo haiwezekani, manake itakuwa sababu ya rufaa ambayo itafuta chote kilichokuwa kimewekwa na mahakama kwamba ni talaka. Kwa hiyo mambo ya madai ya talaka yote lazima uanzie kwenye kata. Mambo ya ardhi yote lazima uende kwenye kata, wahusika waitwe. Wanafanya hivyo kwa sababu kwenye kata uongozi ule mnafahamiana na watu kwenye yale maeneo, na mnapoitwa mbele ya watu mnaofahamiana ambao wanajua historia ya mgogoro, inakuwa rahisi kabla haijapelekwa mahakamani, kwa sababu ardhi imekuwa chanzo kikubwa cha migogoro. Na kama mnavyojua ardhi, kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 na namba 5, sisi wananchi hata kama una hati, ile hati unapewa kwa muda maalum. Huwa kuna miaka 90, miaka 66 na miaka 33. Kwa hiyo rais ndo anashikilia ardhi yetu tulionayo kwa niaba ya Watanzania. Inakuwa sio mali yako pase. Wewe unapewa leseni ya kuitumia ile ardhi. Na kwa kuwa sasa rais ndo custodian wa hiyo ardhi yote ambayo wewe unaimiliki kwenye hilo eneo, mihimili yake na wawakilishi wake kwenye eneo hilo lazima wahusishwe kunapokuwa na mgogoro wowote unaohusu ardhi. Kwa hiyo huwezi ukafungua kesi ya ardhi, baraza la ardhi na nyumba wilaya, bila kuwa na cheti cha usuluhishi kutoka kwenye ngazi ya kata. Na mengine, sisi tunajikita kwenye utoaji wa elimu kwenye mambo hayo ya ardhi, kwenye mambo ya madai kama ambavyo nimesema hapo awali, lakini pia hata kwenye jinai. Tunatoa elimu kwenye masuala ya jinai, makosa ambayo ni dhidi ya jamhuri. Unaposhtakiwa na jamhuri, manake unakuwa umevunja sheria za jinai, ikiwemo kanuni ya adhabu ambayo imeainisha makosa yote ambayo ukiyafanya, hata kama umemfanyia mwenzako hilo kosa, jamhuri ndio itakushtaki. Alafu huyo mwenzako yeye atakuwa shahidi namba 1 kwenye jamhuri.